Kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ya kwanza. Neno la Mungu linasema, kitabu kile cha kwanza nalikiandika Teofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanya na kufundisha, hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuwaagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua, wale aliyowadhihirishia nafsi yake kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake, ya kwamba yu hai, akiwatokea muda wa siku 40 na kuyanena mambo yaliyouhusu ufalme wa Mungu. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Basi walipokutanika, wakamuuliza wakisema, Je, Bwana, wakati huu ndipo unawarudishia Israeli ufalme? Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira Baba aliyoyaweka katika mamlaka yake mwenyewe, lakini mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na hata mwisho wa nchi. Akiisha kusema hayo, walipokuwa wakitazama, akainuliwa, wingu likampokea kutoka machoni pao. Walipokuwa wakikaza macho mbinguni, yeye alipokuwa akienda zake, tazama, watu wawili wakasimama karibu nao, wenye nguo nyeupe. Wakasema, enyi watu wa Galilaya, mbona mmesimama mkitazama mbinguni? Huyo Yesu aliyechukuliwa kutoka kwenu kwenda juu mbinguni, atakuja jinsi hiyo hiyo mlivyomuona akienda zake mbinguni. Kisha wakarudi kwenda Yerusalemu kutoka mlima ulioitwa wa Mizeituni, ulio karibu na Yerusalemu, wapata mwendo wa Sabato. Hata walipoingia, wakapanda orofani walipokuwa wakikaa, Petro na Yohana na Yakobo na Andrea, Filipo na Tomaso, Bartolomayo na Matayo, Yakobo Alfayo na Simon Zelote na Yuda wa Yakobo. Hawa wote walikuwa wakidumu kwa moyo mmoja katika kusali, pamoja na wanawake na Mariamu mama yake Yesu na ndugu zake. Siku zile akasimama Petro kati ya hao ndugu, jumla ya majina ilipata 120, akasema, ndugu, ilipasa andiko litimizwe alilolinena Roho Mtakatifu zamani kwa kinywa cha Daudi, katika habari za Yuda aliyewaongoza wao waliomkamata Yesu, kwa sababu alikuwa amehesabiwa pamoja na sisi, akapata sehemu ya huduma hii. Basi mtu huyu alinunua konde kwa ijara ya udhalimu, akaanguka kwa kasi, akapasuka, matumbo yake yote yakatoka. Ikajulikana na watu wote wakao Yerusalemu, hata konde lile likaitwa kwa lugha yao Akeldama, maana yake onde la damu, kwa maana imeandikwa katika chuo cha Zaburi, kikao chake na kiwe ukiwa, wala asiwepo mtu mwenye kukaa humo tena, usimamizi wake autwae mwingine. Basi katika watu waliofuatana nasi wakati wote Bwana Yesu alipokuwa akiingia na kutoka kwetu, kuanza tangu ubatizo wa Yohana hata siku ile alipochukuliwa kwetu kwenda juu, inapasa mmoja wao awe shahidi wa kufufuka kwake pamoja nasi. Wakaweka wawili, Yusufu aitwaye Barsaba, aliyekuwa na jina la pili Yusto, na Matia. Kisha wakaomba wakasema, wewe Bwana, ujuaye mioyo ya watu wote, tuonyeshe ni nani uliyemchagua katika hawa wawili ashike mahali katika huduma hii na utume huu, aliyeukosa Yuda, aende zake mahali pake mwenyewe. Wakawapigia kura. Kura ikamwangukia Matia, naye akahesabiwa kuwa pamoja na mitume 11. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoanza kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza, tunaenda kufanya maombi ya kuingoja ahadi ya Mungu. Ukisoma ule mstari wa 4 na wa 5 wa kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya kwanza, unaona maandiko yakizungumza kuhusu ahadi ya Mungu. Maandiko yanasema, hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu, ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji, bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu baada ya siku hizi chache. Bwana Yesu asifiwe. Sasa
nini maana ya ahadi ya Mungu? Nataka nikupe tafsiri nyepesi sana itakayokusaidia kuelewa. Alafu tupate nafasi ya kuomba. Bwana Yesu asifiwe. Unisikilize. Ahadi ya Mungu maana yake ni neno ambalo Mungu amesema atalifanya kwenye maisha yako. Na wakati wowote Mungu anaposema neno kwenye maisha yako, ni lazima alitimize. Na ndio maana Yesu alisema kwenye kitabu cha Luka sura ya 21 mstari wa 33 kwamba mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Sasa zipo ahadi ambazo Mungu amezisema kupitia neno lake, na ni ahadi ambazo zinatakiwa kutimia kwenye maisha yako. Kwa mfano, inawezekana muda huu unaponisikiliza unaumwa na hali yako kiafya si nzuri, lakini Mungu ameahidi kukuponya na kukurudishia afya yako. Na unaipata hii kwenye kile kitabu cha Yeremia sura ya 30 mstari wa 17. Neno la Mungu linasema, maana nitakurudishia afya, nami nitakuponya jeraha zako, asema Bwana, kwa sababu wamekuita mwenye kutupwa wakisema, ni Sayuni, ambao hapana mtu autakaye. Inawezekana muda huu unaponisikiliza unasumbuliwa na tatizo la kiuchumi. Hali yako kimaisha si nzuri. Unajitahidi kuvuka, unajitahidi kupiga hatua kwenye maisha yako, lakini unashindwa kuinuka na kuna nguvu inakurudisha nyuma na kukufanya uishi kwenye maisha magumu. Mungu alishaahidi kukutoa kwenye mazingira ya namna hiyo. Na ndio maana ukisoma kile kitabu cha Wafilipi sura ya 4, ule mstari wa 19, maandiko yanatuambia, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Lakini pia inawezekana kwenye maisha yako huna amani, unapitia mateso ya kifamilia, watoto wanakusumbua na moyo wako umekosa amani, umejawa na mahangaiko ambayo huwezi kumweleza mtu na akakusaidia. Lakini Yesu alitupa ahadi ya amani kwenye kile kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa 27. Akasema, amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nimekupa mifano michache ya kukusaidia kujua ya kwamba mazingira yoyote unayopitia kwenye maisha yako, ipo ahadi ya Mungu ya kukuokoa. Katika shida na taabu unayopitia kwenye maisha, ipo ahadi ya Mungu ya kukuvusha na kukushindia. Na Mungu akiahidi kitu, ni lazima atakifanya kama alivyoahidi. Lakini changamoto inakuja upande wetu pale ambapo tunashindwa kuingojea ahadi ya Mungu kwenye maisha yetu. Na sisemi kwamba ni jambo rahisi kuingojea ahadi ya Mungu, kwa sababu kuna wakati ahadi ya Mungu inaweza ikachelewa kutimia. Kwa mfano, ukisoma kwenye Biblia, ilimchukua Ibrahim miaka 25 kungoja ahadi ya kumpata Isaka. Ilimchukua Yusufu miaka 13 kuja kuwa waziri mkuu. Ilimchukua Musa miaka 40 jangwani kabla hajawatoa Israeli kwenye utumwa wa Misri. Na tangu Daudi apakwe mafuta na Samueli, ilimchukua miaka 15 ya kuisubiri ahadi ya Mungu ya yeye kuwa mfalme. Sasa ninachotaka kusema na wewe ni kwamba kuna muda wa kuisubiri ahadi ya Mungu, na watu wengi wanachoka na kuzimia njiani. Wengine wanachoka na kuacha kuomba, wengine wanachoka na kuacha wokovu. Sasa haimaanishi na wewe itakuchukua miaka mingi kupokea ahadi ya Mungu, kwa sababu ukisoma kwenye maandiko, baada tu ya Yesu kupaa, wanafunzi walisubiri ahadi ya Mungu kwa muda wa siku 10, na Mungu akaitimiza ahadi yake na wakapokea Roho Mtakatifu. Sasa na wewe unayenisikiliza muda huu, upo wakati wako wa kupokea ahadi ya Mungu. Kinachotakiwa kwako ni ile nguvu ya kuingoja ahadi ya Mungu itimie, huku ukiendelea kumwamini Mungu. Na ndiyo lengo la maombi tunayofanya siku ya leo, kukusaidia uendelee kumwamini Mungu wakati unasubiri majibu ya maombi yako. Ni vizuri kukumbuka ya kwamba linapokuja suala la maombi, si kila wakati ukiomba utapokea majibu haraka. Kuna wakati unaomba leo, lakini unapokea majibu baadaye. Kuna wakati unaomba leo, lakini unapokea majibu kesho. Kwa vyovyote vile itakavyokuwa, Mungu bado anabaki kuwa Mungu na anazo sababu zake. Na picha ninayotaka uipate ni kwamba unapoingia kwenye maombi kuombea jambo,
ufahamu ya kwamba kuna wakati wa kusubiri majibu ya maombi yako. Na hapa ndipo watu wengi wanakwama na wengine wanakata tamaa. Kwa sababu katika uhalisia wa maisha, hakuna mtu anayefanya maombi leo ili ajibiwe kesho. Hakuna mtu anayefanya maombi sasa ili ajibiwe mwaka ujao. Kila mtu anayefanya maombi anakuwa amejiandaa kupokea majibu yake sasa hivi. Kwa sababu sehemu kubwa ya mahitaji ya maombi ya watu wengi ni maombi yaliyo na mahitaji ya dharura yanayohitaji majibu ya haraka. Na Mungu alishatuahidi kwamba tukiomba kwa jina la Yesu tutapokea. Na Mungu akiahidi jambo ni lazima atafanya. Kwa hiyo vita na mapambano makubwa yapo kwenye kipindi cha kuingoja ahadi ya Mungu. Hapo ndipo shetani anapopambana na watu. Na kitu anachofanya ni kwamba atakuletea roho ya kukata tamaa. Atakuletea roho ya kutokuamini. Atakuletea roho ya hofu na mashaka. Atainua ngome za mawazo ya kumfanya Mungu aonekane mdogo kuliko tatizo lako. Atainua kila aina ya vita ili usiweze kuingojea ahadi ya Bwana. Na watu wengi sana wamekwama kwenye hilo eneo. Kuomba wameomba, lakini wamechoka kusubiri ahadi ya Bwana. Kuomba wameomba, lakini wamekata tamaa kuingoja ahadi ya Bwana kwenye maisha yao. Na inawezekana hapo unaponisikiliza, umekata tamaa ya kuingoja ahadi ya Bwana kwenye maisha yako. Umejitahidi sana kuomba, lakini huna nguvu ya kuendelea kusubiri tena. Sijajua ni ahadi ipi ya Bwana unayoingojea kwenye maisha yako. Inawezekana muda huu unaponisikiliza unangojea ahadi ya uponyaji itimie kwako. Inawezekana unangojea ahadi ya amani ya ndoa yako. Inawezekana unangojea ahadi ya kukua na kuongezeka. Nataka nikutie moyo katika Kristo kwamba usikate tamaa na usichoke kusubiri, kwa sababu Mungu ni mwaminifu na atafanya alichoahidi kukifanya kwenye maisha yako. Mungu ni mwaminifu na atalitimiliza neno lake kwenye maisha yako na atakuweka panapo nafasi. Bado kitambo kidogo tu utapokea uzima wako, usikate tamaa. Bado kitambo kidogo tu utapokea uponyaji wako, usivunjike moyo. Bado kitambo kidogo utapokea ahadi ya Bwana kwenye maisha yako, kwa sababu yeye aliyeahidi ni mwaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba ufunike macho yako, alafu anza kutafakari. Ni ahadi gani ya Mungu umeona imechelewa kwenye maisha yako? Ni jambo gani umekuwa ukiliombea kwa muda mrefu na unasikia kuchoka? Nataka tuombe kwa pamoja ili tumsihi Mungu atupe nguvu ya kuingoja ahadi yake kwenye maisha yetu, kwa sababu yeye ni mwaminifu na hawezi kusema uongo. Kwa hiyo omba na mimi maombi haya, na uombe kwa kumaanisha. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, ninasogea kwenye kiti chako cha neema. Ninaomba toba kwa dhambi na makosa niliyofanya kwenye maisha yangu. Ninaomba unisamehe. Ninaomba unirehemu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hebu kwa maneno ya kinywa chako nenda mbele za Mungu kwa toba na rehema. Mwambie Mungu akusamehe kwa jambo lolote unalosikia kulitubia ndani ya moyo wako. Mwambie Mungu akusamehe. Inawezekana katika siku ya leo umemkosea Mungu kwa mawazo mabaya. Mwambie Mungu akusamehe. Inawezekana umemkosea Mungu kwa matendo mabaya. Mwambie Mungu akusamehe. Endelea kuomba, endelea kuomba. Endelea. Mungu uliye hai, asante kwa neema ya kusamehewa tunayoendelea kuipata kupitia kifo cha Yesu pale msalabani. Nasi kama watoto wako na watumishi wako tunajiunganisha na neema ya msamaha, na tunakubali kuziacha njia mbaya zilizotufanya tukae mbali na wewe. Tunajitenga na kila tamaa mbaya iliyotuharibia mahusiano na wewe. Tunaamua siku ya leo
kuukana ushirika tulioingia na Shetani kupitia dhambi na makosa tuliyofanya. Tunaomba utusamehe na kuturehemu kwa makosa tuliyofanya kwa kujua na kwa kutokujua. Tunaomba utusamehe kwa dhambi tulizofanya kwa siri, huku tukijificha na uso wako na kuzidanganya nafsi zetu wenyewe. Maisha yetu na matendo yetu yapo wazi mbele zako, na wewe Bwana unazijua njia zetu zote. Tunaomba utusamehe na kutuondolea uovu wote. Tunajiunganisha na nguvu ya utakaso kupitia damu ya Yesu. Tunaomba damu ya Yesu itutakase na kutuondolea uchafu wa kiroho unaotawala kwenye nafsi zetu. Tunaomba damu ya Yesu itusafishe na kutuondolea hatia za kiroho zinazotufuatilia. Tunaomba damu ya Yesu ituondolee alama za uharibifu zinazotumika kutufuatilia katika ulimwengu wa roho. Tunakataa kurudia makosa tuliyofanya. Tunakataa kurudia dhambi tulizotenda. Tunaomba utupe nafasi nyingine kwenye uwepo wako. Tunaomba utupe nafasi nyingine kwenye uwepo wako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Unapoendelea kufanya maombi ya toba, usisahau kuwasamehe na watu wote waliokukosea. Kumbuka, usipowasamehe watu wengine kwa makosa yao, hata Mungu hawezi kukusamehe na wewe makosa yako. Kwa hiyo nenda mbele za Mungu na uwasamehe kwa makosa waliokutendea. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea. Mungu uliye hai, tunasema asante kwa kutusamehe dhambi na makosa tuliyofanya katika maisha yetu. Asante kwa kutufutia hati za mashtaka zilizotutenganisha na wewe. Nasi tunawasamehe watu wote waliotukosea katika maisha yetu. Tunawasamehe watu wote waliotunenea mabaya. Tunawasamehe watu wote waliotushuhudia uongo. Tunawasamehe kwa maovu waliotutendea. Tunawasamehe kwa maumivu na hasara walizotusababishia. Tunawasamehe na kuachilia ndani ya mioyo yetu. Tunawasamehe na kuwafutia makosa tuliyoyabeba mioyoni mwetu. Tunawasamehe na kuachilia kwa jina la Yesu. Tunawasamehe na kuachilia kwa jina la Yesu. Tunawasamehe na kuachilia kwa jina la Yesu. Tunajiunganisha na wewe Bwana. Tunajiunganisha na damu ya Yesu Bwana. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama umeshawasamehe waliokukosea na unasikia umepata amani, anza kujitenga na roho za kukata tamaa katika maombi. Inawezekana kuna jambo ulikuwa unaliombea, lakini kwa sababu majibu yamechelewa, umeingiwa na hali ya kukata tamaa ndani yako. Sasa hiyo si hali ya kawaida. Hiyo ni roho. Jitenge nayo kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu, natenganisha nafsi yangu na roho ya kukata tamaa. Natenganisha maisha yangu na roho ya kukata tamaa. Ninaamuru roho ya kukata tamaa iniachie kwa jina la Yesu. Roho ya kukata tamaa kwenye maombi, toka niachie kwa jina la Yesu. Roho ya kukata tamaa kumwamini Mungu, toka niachie kwa jina la Yesu. Roho ya kuchoka kusubiri majibu ya maombi, toka niachie kwa jina la Yesu. Roho ya kuchoka kuingoja ahadi ya Mungu, toka niachie kwa jina la Yesu. Na kutangazia, huna mamlaka ya kunitenganisha na ahadi ya Mungu. Huna mamlaka ya kunitenganisha na makusudi ya Mungu. Na kukataa na kukushinda kwa damu ya Yesu. Na kukataa na kukushinda kwa damu ya Yesu. Na kukataa na kukushinda kwa damu ya Yesu. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Mpazie Bwana sauti yako. Mwambie, Baba, nakataa kurudishwa nyuma kwenye imani yangu. Nakataa kurudishwa nyuma kwenye maombi yangu. Nakataa kukatishwa tamaa na Shetani. Nakataa kukatishwa tamaa na mazingira. Maana wewe ni Mungu mwaminifu na hujawahi kusema uongo.
Nakataa kumruhusu shetani kushinda kwenye maisha yangu. Nakataa sauti zinazoniambia Mungu amenisahau. Nakataa sauti zinazoniambia Mungu ameshindwa kunisaidia. Nakataa sauti zinazoniambia Mungu ameniacha. Nazikataa na kuzifuta kwa damu ya Yesu. 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 Sauti zinazoniambia sitapona, nazikataa kwa damu ya Yesu. Nazikataa kwa damu ya Yesu. Sauti zinazoniambia watoto wangu hawatabadilika, nazikataa kwa damu ya Yesu. Nazikataa kwa damu ya Yesu. Maana nimempazia Bwana sauti yangu, naye amenisikia. Nimemuita Bwana, naye ameniitikia. Bwana ndiye ngome yangu na wokovu wangu, na anaenda kunishindia na kunivusha. Endelea kuomba, usinyamaze. Endelea kuomba, endelea kuomba. Jitenganishe na hali yoyote ya kukata tamaa iliyoingia ndani ya moyo wako, na mimi ninaomba kwa ajili yako. Ukinisikia ninaomba, usikae kimya kunisikiliza. Endelea kuomba ili kwa pamoja tuunganishe nguvu katika ulimwengu wa roho. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea, endelea, endelea. Roho ya kukata tamaa katika maombi itoke na kukuachia kwa jina la Yesu. Itoke na kukuachia kwa jina la Yesu. Itoke na kukuachia kwa jina la Yesu. Navunja roho ya udanganyifu iliyoingia kwenye nafsi yako, inayokusemesha kwamba Mungu amekusahau, inayokusemesha kwamba Mungu ameshindwa kukusaidia. Ewe pepo la uongo, toka, achia nafsi yake kwa jina la Yesu. Toka, achia nafsi yake kwa jina la Yesu. Huyo mtu amenunuliwa kwa damu ya Yesu na huna uhalali tena kukaa kwenye maisha yake. Toka, achia maamuzi yake. Toka, achia hisia zake kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Na kutenganisha na roho za kukata tamaa, na kutenganisha na roho za kurudi nyuma, na kutenganisha na roho za kuwaza mabaya juu ya Bwana, roho ya uchungu wa moyo. Toka, achia kifua chake kwa jina la Yesu. Toka, achia kifua chake. Toka, achia kifua chake kwa jina la Yesu. Toka, achia. Toka, achia. Toka, achia. Achia kifua chake. Achia kifua chake. Achia. Achia. Toka kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Bwana akupe tumaini jipya ndani ya moyo wako kwa jina la Yesu. Bwana akupe nguvu ya imani ndani ya moyo wako kwa jina la Yesu. Bwana akurejeshe nguvu ya kudumu katika maombi katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Kama umemaliza kujitenganisha na roho za kukata tamaa na unasikia umepata amani, anza kuomba Mungu akupe nguvu ya kungoja ahadi yake. Kama unaumwa, mwambie Mungu akupe nguvu ya kungoja ahadi ya uzima. Kama una shida kwenye ndoa, mwambie Mungu akupe nguvu ya kungoja ahadi ya amani kwenye ndoa yako. Kama una shida kwenye uchumi, mwambie Mungu akupe nguvu ya kungoja ahadi ya kubarikiwa na kuongezeka. Endelea kuomba, endelea kuomba. Mpazie Bwana sauti yako. Mwambie Mungu, ninaomba unipe nguvu ya kungoja ahadi ya uponyaji wangu. Maana uliahidi kwenye neno lako ya kwamba kwa kupigwa kwa Yesu pale msalabani, mimi nimepona. Lakini bado naumwa Bwana, bado nateseka Bwana. Ninaomba unipe nguvu ya kuingoja ahadi ya uponyaji wangu. Ninaomba unipe nguvu ya kuendelea kukuita. Ninaomba unipe nguvu ya kuendelea kukuamini wewe. Maana hujawahi kusema uongo, na mimi ninakuamini kwamba utaniponya na kunipa uzima. Nitie nguvu niendelee kutazama ahadi yako. Nitie nguvu niendelee kukuamini wewe. Mungu wangu na Baba yangu, ninaomba unipe nguvu ya kungoja ahadi ya kubarikiwa kwangu. Uliahidi kwenye neno lako Bwana
kwamba mtu atakayesikia sauti yako na kuyafanya uliyoagiza, utambariki mijini na utambariki mashambani. Baba, ninaomba ahadi hii katimie kwenye maisha yangu. Ninaomba unipe nguvu ili niweze kuingoja, kwa sababu ninajua unaenda kuitimiza. Ninaomba uniondolee mashaka na roho za kutokuamini. Ninaomba unipe nguvu ya kusubiri na unitimizie ahadi yako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Endelea kuomba namna hiyo. Endelea kuomba namna hiyo. Na mimi ninakusindikiza. Usijamaze. Endelea kumpazia Bwana sauti yako. Katika jina la Yesu. Bwana akupe nguvu mpya ya imani ndani yako. Bwana akupe nguvu mpya ya maombi ndani yako. Bwana akupe nguvu ya kuingoja ahadi yake. Bwana akutimizie ahadi zake kwenye maisha yako. Ukauone mkono wa Mungu ukikupigania na kukuvusha. Bwana akalitimize neno alilolisema kwenye maisha yako. Kama vile ambavyo Bwana alimpigania Ibrahim alipokuwa anasubiri ahadi ya kumpata Isaka. Bwana akupiganie na wewe na akuweke panapo nafasi. Bwana akulinde nafsi yako usifanye makosa unaposubiri ahadi yake. Nguvu za Roho Mtakatifu zikuatamie kuanzia sasa. Nguvu za Roho Mtakatifu zikuatamie kuanzia sasa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Pokea nguvu mpya ya maombi ndani yako kwa jina la Yesu. Pokea nguvu mpya ya imani kwa jina la Yesu. Bwana akupe kuziona ahadi zake zikitimia kwenye maisha yako. Bwana akupe kuziona ahadi zake zikitimia kwa watoto wako. Bwana akupe kutembea kwenye ushindi na amani yake. Bwana akujalie haja za moyo wako sawasawa na mapenzi yake. Pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Pokea nguvu mpya kwa jina la Yesu. Pokea uwezo mpya kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Roho Mtakatifu akuatamie kwa nguvu zake. Roho Mtakatifu akufunike kwa mafuta yake. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu. Ukamwone Mungu kwenye maisha yako. Ukauone mkono wa Bwana ukikuvusha. Ukauone mkono wa Bwana ukikupigania. Katika jina la Yesu Kristo. Ukauone wema wa Bwana kwenye maisha yako. Ukauone ukuu wa Mungu ukijidhihirisha kwako. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana akajitambulishe kwa upya. Bwana akalitukuze jina lake kwenye maisha yako. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. 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 Pokea nguvu ya kushinda. Pokea nguvu ya kushinda. Pokea uwezo wa kushinda kwa jina la Yesu wa Nazareti. 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 Kwa jina la Yesu Kristo na kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kama umefanya maombi haya, napenda kukupa hongera kwa ushindi. Mungu akubariki sana kwa kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1. Kesho tutaendelea kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Kwa hiyo usisahau kuandaa Biblia yako na ujiandae kwa maombi pia. Lakini kabla sijamaliza kipindi cha leo, nataka nikupe nafasi ya kuokoka. Yaani kumpa Yesu nafasi yaingie ndani yako na afanike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Unapookoka, unapata uhakika wa kuishi maisha ya ushindi ukiwa hapa duniani. Lakini pia unapompa Yesu maisha yako, hata ukifa leo, unakwenda mbinguni. Hii ni habari njema sana ya ufalme wa Mungu katika maisha yako. Kwa hiyo kama upo tayari na unamhitaji huyo Yesu, fuatisha maombi haya. Sema: Mungu Baba, katika jina la Yesu, asante kwa kuniwezesha kusoma neno lako siku ya leo. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizotenda katika maisha yangu. Ninatubu kwako. Ninaomba unisamehe. Ninaomba damu ya Yesu initakase. Bwana Yesu,
ninafungua moyo wangu na kukaribisha uingie ndani yangu kwa uweza wa Roho wako Mtakatifu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu kuanzia sasa na siku zote. Ninaomba uliandike jina langu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ninaomba unitie nguvu, shetani asinishinde, wala majaribu yasinishinde, katika jina la Yesu. Amen. Kama umefanya sala hii, napenda kukupa hongera kwa kuokoka. Mungu akubariki sana. Tuonane tena siku ya kesho. Mshirikishe na mtu mwingine unayempenda ambaye unajua anaweza akanufaika na usomaji huu wa Biblia pamoja na maombi. Yesu akutunze na kukulinda. Amen.